Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe wapendwa, na wasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Marafiki zangu, wadada zangu, wa mama yangu mnaonisikiliza. Niko tena mbele zenu wapendwa. Hii ni channel ya kujifunza neno la Mungu, kujifunza juu ya utakatifu, kujifunza juu ya matayarisho ya unyakuo. Niko tena mbele zenu siku ya leo, ni mama Fifi. Tunaenda kujifunza tena neno la Bwana. Basi na kabla kusoma neno la Mungu tuombe. Baba Mungu, katika jina lako Yesu Kristo, ninakuwa mbele za uso wako. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu uliyeziumba mbingu na nchi. Baba, ninakushukuru kwa upendo wako tena na neema kutupatia kibali hiki, kuniwezesha tena kufika mbele za watu wako. Bwana Yesu, tazama tunataka jifunza neno lako pamoja na wapendwa. Bwana, ninataka ufungua masikio yetu ya ndani na ya nje. Tunapolisikia neno lako Bwana, lipate kuzaa matunda ndani yetu. Neno lako lipate kujaa kwa wingi ndani yetu. Maana maandiko nasema ya kwamba maneno ya Mungu yajae ndani yetu kwa wingi. Na sisi Bwana tupatie masikio ya kusikia neno lako. Tunapoisikia neno lako tulitafakari. Neno lako tulitafakari usiku kama vile mchana. Utupatie akili Bwana na fahamu ya kuelewa maneno yako. Mungu, tusaidie neno hili tunapolisikia lifanye mabadiliko ndani ya maisha yetu, tupate kulifanyia kazi. Na mimi Bwana ninakuomba upate kujitukuza ndani yangu, kwa kuwa mimi ni chombo. Mimi ni speaker Bwana, sema na watu wako. Sema na watu wako Yesu Kristo. Video hii naifunika na damu ya Yesu Kristo. Nafunika video na damu ya Yesu Kristo. Na wote watakaosikiliza Mungu wasaidie, na wote watakao partage Bwana wabariki. Asante Yesu, kwa sababu utaanza pamoja nasi na utamaliza pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Watu wa Mungu, tunaenda kujifundisha neno kuhusu wale wanawali 10. Wale wanawali 10, 5 walikuwa wenye usara na 5 walikuwa wapumbavu. Tunaenda kusoma katika kitabu cha Mathayo. Pasipo kukawia tusome Mathayo 25. Tusome 25 sura ya kwanza. Tusome 25 mstari wa kwanza. Mstari wa kwanza tusome hadi 13. Haleluya. Mathayo sura ya 25. Wakati huo ufalme wa mbinguni utafanana na wasichana 10 waliochukua taa zao wakaenda kumlaki bwana harusi. 5 miongoni mwao walikuwa wapumbavu na 5 walikuwa wenye busara. Aseme wakati ule ufalme wa mbinguni utafananishwa kama vile wanawali 10. 5 walikuwa wapumbavu na 5 walikuwa na busara. 5 walikuwa werevu, 5 walikuwa na akili. Hao wengine 5 walikuwa tu kwa leo, kwa Swahili yetu ya leo, walikuwa wajinga. Walikuwa wapumbavu, walikuwa hawajua kenye bako amu. Na siku ya leo wapendwa, watu ya Mungu, watu wengi leo ni wa Kristo, watu wengi wamemwamini Yesu Kristo, watu wengi wanajiita kwamba ni watoto wa Kristo, watu wengi wanajiita kwamba ni wa Kristo wameokoka, lakini watu wengi fahamu zao hawafocus sana kutafuta utakatifu. Watu wengi hawafocus kwa kutafuta utakatifu. Maandiko yanatuambia kwamba pasipo utakatifu hakuna yule atakayemuona Bwana. Haleluya wapendwa. Hakuna yule atakayemuona Bwana pasipo utakatifu. Lakini uko naona siku ya leo watu wote ni walishakuwa wa Kristo, watu wengi ni wa Kristo. Ukiangalia kabisa watu wengi sana leo, wapagani ni wachache kuliko wa Kristo. Wapagani ni wachache. Watu wengi wameisha kwa watu wa makanisa, watu wa maibada, watu wamebatiziwa. Wale ambao hawajamwamini Yesu Kristo ni wachache katika ulimwengu hii. Lakini wale ambao wamemwamini Yesu Kristo ni wa mingi. Lakini nagisi watu ni wengi ambao wamemwamini Yesu Kristo. Wanamwamini tu kwa kumwamini. Hata shetani naye anaamini kama Yesu Kristo ni Mungu. Lakini watu wengi ambao wako naamini tu, wanaenda makanisani, wanabatizwa, wakisha batizwa, kama ni kazi ndani ya kanisa wanaanza kutumika, kama ni kufanya kazi gani watafanya, lakini fahamu zao zimefungwa, fahamu zao zimekamatwa.
hawajui maana ya kumwamini Yesu Kristo ni nini. Watu wengi wanaenda tu kanisani, nikuwe tu Mkristo, watu waone mimi naimbaka, watu waone mimi niko muombaji, niko mkikundi kya waombaji, niko mkikundi kya asha, niko mkikundi kya waombaji. Lakini fahamu zake hazifunguliwe kusema mimi kama vile maana ya kusema mimi nakuja kuokoka, mimi nakuja kumfuata Kristo, nataka siku moja niende mbinguni, nataka siku moja nimuone Kristo. Watu wengi ndani ya makanisa wapendwa hawana hizo fahamu. Hawana hizo fahamu wapendwa. Watu ya Mungu. Watu wengi hawana hizo fahamu. Ni kuingia tu na kutoka kanisani, kuingia tu na kutoka kanisani basi. Hajua kingine kia kufanya, hajua kingine kia kuendelea. Mkristo maana ya kwenda kanisani, maana ya kwenda kumwamini Kristo ni kutaka ufanane na Kristo. Kumwamini Yesu Kristo manake unataka na wewe ufanane Kristo, ukuwe mtoto wa Kristo, ukamate tabia za Kristo, na siku moja ule uende ukae pamoja na Kristo kwenye uzima wa milele. Njoo maana ya kwenda kuamini, njoo maana ya kwenda kanisani, njoo maana ya kumuomba Yesu Kristo. Lakini watu wengi leo wanaenda tu kumwamini Yesu Kristo kwa kumwamini tu, akwe tu mshirika kanisani, akipatwa na shida kanisa muhudumie, akipatwa na msiba kanisa msaidie. Hiyo ndio watu wengi, hiyo ndio kuna wapeleka makanisani. Hao wanawali 5 wapumbavu ambao wanasemeka hapa, walikuwa wako ndani ya kikundi cha watu, lakini walikuwa hawajui kazi yao. Walikuwa hawajui kama nini ndio inatupasa kusudi na sisi bwana harusi akikuja atukutane tuko tayari. Bwana harusi akifika atukutane tuko tayari. Walikuwa tu wako, taa zao zilikuwa hazina mafuta, bali weka tu mafuta kidogo ndani ya taa. Hawakufikiria kama hii mafuta yenye iko ndani ya taa inaweza isha na tuko na ingine ya pembeni yenye tunaweza tukaongezee ndani. Hawakupata hizo fahamu. Lakini wale 5 wenye usara walijaza taa mafuta na wakaweka ingine pembeni. Aseme hata hii ya mtaa ikiisha tuna ingine hapa ambayo tutaongezea. Ndugu mpendwa, hapa kwa hili somo hapa kuna mafundisho makubwa sana ndugu yangu. Wewe Mkristo ambao uko kanisani, wewe Mkristo ambao unaombaka Mungu, wewe Mkristo ambao uko naenda kanisani lakini haujue maana ya Ukristo, unaendaka tu kuomba, unaenda tu kukanisa tu kuomba, uko naomba tu Mungu akusaidie, Mungu akuponye magonjwa, Mungu akutimizie sijue nini. Kama ni msichana mupe mwanaume, naomba Mungu ampe mwanaume. Kama ni mwanaume uko naomba Mungu akupe mke. Kama ni kazi uko naenda kukanisa juu Mungu akubariki kazi, Mungu afungule safari yako. Mungu njoo vyenye uko naomba. Uko naomba vitu vya duniani mpendwa. Maandiko yanatuambia ni faida gani tupate ulimwengu mzima na kisha tupoteze nafsi yetu milele. Mungu anaweza kukubariki ndiyo, unapata kazi nzuri, unapata magari, unapata manyumba, lakini sasa mpendwa, fikiria ndani ya fahamu zako, nikifariki leo ndaenda wapi? Nikifariki hii pumzi ikinitoka leo, ni nani atanipokea? Ndapokelewa na shetani, ndapokelewa na Mungu? Unapaswa kila mwanadamu, kila Mkristo unapaswa kujiswali hilo swali ndugu yangu. Mimi ipumuzi yangu ikitoka leo ndapokelewa na nani? Nani atanipokea? Ndapokelewa na mapepo, ndapokelewa na malaika? Unapaswa kufikiri ndani ya fahamu zako, mimi kwenda yangu kanisani, kwenda kuokoka, kwenda kumwamini Yesu Kristo, ili nifanyike nini? Hata kama Kristo akinibariki, hata kama Mungu akinibariki, nipate pesa, nipate mali, nipate magari. Sasa baada hivi vitu nikivipata, nikifa leo nitakuwa wapi? Ile ndio kitu tunapaswa kujiuliza watu wa Mungu. Tusikuwa tunafikiria tu vitu vya duniani tu. Tusifikirie tu vitu vya hapa. Tuendelee. Wale wapumbavu walichukua taa zao, lakini hawakuchukua akiba ya mafuta. Wale wapumbavu walikuwa na taa zao, lakini hawakuchukua mafuta ya pembeni. Hawakuweka mafuta ingine akiba pembeni. Lakini wale wenye busara walichukua mafuta katika chupa pamoja na taa zao. Unasikia? Wale wenye usara, wale watu wenye kuwa na akili, wale watu wenye walikuwa careful, waliweka mafuta pembeni. Walijua kama hii mafuta ikiisha, tuna mafuta ingine hapa tutaweka haraka.
Kwa kuwa bwana harusi alikawia kuja, wale wasichana wote walisinzia, wakalala. Bwana harusi alikawia kuja, wale wasichana wote wakasinzia wakalala, wote 10 wakalala. Usiku wa manane kukawa na kelele. Haya, haya, bwana harusi anakuja, nendeni kumlaki. Hapo wale wasichana wote wakaamka, wakazitayarisha taa zao. Wale wapumbavu wakawaambia wale wenye busara, tupeni mafuta yenu kidogo, maana taa zetu zinazimika. Nasikia wapendwa, ilipofika siku ya manane, kelele zikasikilikana, bwana harusi anakuja, bwana harusi anakuja. Wote wakashituka kwenye usingizi. Waliposhituka, wakawasha mataa zao haraka sana. Wale wenye kuwa na usara walichukua mafuta yao wakaongeza ndani ya taa haraka, kwa sababu mafuta ilikuwa tu pale. Lakini wale wengine mafuta ilikuwa iliisha ndani ya taa. Wanaanza kulomba, mtusaidie na sisi mtupatie kwa mafuta yenu. Unasikia mpendo? Sasa mwenzako akupatie mafuta yake, yeye aache kuweka ndani ya taa yake, akupatie wewe kisha yeye abaki vile. Sikia hapa ndugu yangu. Lakini wale wenye busara wakawaambia, hayatatutosha sisi na nyinyi. Aseme hii mafuta haiwezi kututosha sisi wote. Haiwezi kututosha. Afadhali mwende dukani mkajinunulie wenyewe. Mwende kwenye duka, mwende mkanunue yenu mafuta. Basi wale wasichana wapumbavu walipokwenda kununua mafuta, bwana harusi akafika. Na wale wasichana waliokuwa tayari wale wasichana wapumbavu walipoona hivyo, wakakimbia kwenye duka wakaenda nunua mafuta. Basi bwana harusi naye akafika. Ingia pamoja naye. Wale ambao walikuwa na usara wakaingia pamoja na bwana harusi, kwa sababu walikuwa tayari. Taa zao zilikuwa tayari zinawaka. Taa zao karibu tayari zilikuwa zina mafuta, wapendwa. Katika jumba la harusi. Wakaingia kwenye chumba ya harusi. Na mlango ukafungwa. Unasikia mpendwa? Walipoingia na bwana harusi, mlango ukafungwa. Wale wenye walienda hangaika kutafuta mafuta, waliporudi wakakutana mlango ulishafungwa. Baadaye wale wasichana wengine wakaja, wakaita, Bwana, tufungulie. Lakini yeye akawajibu, nawaambieni kweli, siwajui nyinyi. Kisha Yesu akasema, kesheni basi. Yesu akasema, wale ambao walienda nunua mafuta wakarudi wakaanza sema, Bwana tufungulie na sisi tufungulie. Bwana akasema, ondokeni, siwajue nyinyi, mlikuwa wapumbavu. Na sisi leo wa Kristo, maandiko yanasema kwamba watu wengi watafika mbele za Bwana, watasema, Bwana mimi nilikuwa naomba, Bwana mimi nilikuwa nafanya kazi kanisani, Bwana mimi nilikuwa asha ndani ya kanisa, mimi nilikuwa muombaji, nilikuwa naombea wagonjwa wanapona, nilikuwa nakemea pepo inatoka. Bwana atasema, ondoka, sikukujua. Watu ya Mungu, kuna watu ambao Mungu alipatia vipawa. Mungu anaweza kukupatia kipawa, anaweza kupatia karama ya kuombea magonjwa napona. Mungu anaweza kupatia karama ya kukemea pepo na inatoka. Mungu akisha pana karama hanyanganyake tena, watu wa Mungu. Ndugu yangu, kuna watu ambao wako na hizi makarama lakini hawasimame ndani ya neno la Mungu. Hawasimame, hawajitayarishe katika safari ya unyakuo, na wako na zile makarama. Watu biko na makarama, Mungu alikuwa alishaweka ile karama ndani yao, lakini Mungu anaona haezi kuwanyanganya tena, anawaacha tu ile karama yao. Unabakia tu na karama ya kuombea watu wanapona, unabakia tu na karama ya kuombea magonjwa napona, unakemea pepo inatoka, unafanya hiki na kinafanyika, unafanya hiki na kinafanyika. Karama uko nayo, lakini hauko careful kujiuliza, mimi nikikufa leo nitaingia mbinguni? Hauko careful kujiuliza, bwana harusi akikuja leo, Yesu Kristo akinyakua kanisa leo, kweli na mimi ndanyakuliwa? Kweli na mimi niko natembea msheria za Mungu? Kweli na mimi niko natii maneno ya Mungu yote? Mpendwa, kuko watu ambao wako na makarama. Kuko watu walikuwa wanauliza kwenye mitandao, wanauliza, sasa mbone tunaonaka watu yenye biko na mapambo banaombeaka magonjwa na inapona, banaombeaka watu na banajibiliwa. Ndugu mpendwa, mtu anaweza kuwa iko na ile karama. Mungu aliweka ile karama ndani yake ya kufanya miujiza, ama ya kuombea magonjwa na pona, ya kufukuza pepo na inatoka. Mungu aliweka ile karama ndani yake. Lakini
Wakati anakatala kutoka mkubitu vya shetani, anakatala kutii sheria za Mungu. Maandiko yanasema mapambo ni dhambi, lakini ule mtu anaendelea na mapambo yake. Lakini wakati ataombea mgonjwa, mgonjwa atapona. Wakati atakemea pepo, itatoka tu, itatoka. Lakini ufalme wa mbinguni hataingia. Ufalme wa mbinguni hataingia, ndugu yangu, kwa sababu walibeba vitu viwili. Maandiko yanatuambia seme hatuwezi kutumikia wabwana wawili. Hauwezi kutumikia bapatro wawili. Utatumikia babose wawili namna gani, ndugu yangu? Utampendeza mmoja na mwingine utamchukiza. Muache kutumikia wabose wawili, wapendwa watu ya Mungu. Muache kubeba vitu vya dunia na mnabeba na vitu vya shetani. Haleluya, wapendwa watu wa Mungu. Tunaendelea watu wa Mungu. Kwa maana hamjui siku wala saa. Yesu anasema tukeshe kwa sababu hatujue siku wala saa. We ndugu yangu, we dada yangu, we mama yangu, ambao uko unajiita uko mtoto wa Kristo, uko unajiita uko Mkristo, uko mwenda mbinguni. Kesha ndugu yangu, kesha. Kama ulikuwa unapinga maneno ya Mungu, anza kutii neno la Mungu. Biblia hii ni neno la Mungu mpendwa. Wakati Biblia maandiko inatuambia mwanamke avale manguo ya kujistiri, wewe usipotii, ujue kama mbuzimu wa milele hautaingia. Wakati maandiko inatuambia seme tutoshe mapambo. Mapambo ni mali ya shetani. Hatuwezi kutumikia wabwana wawili. Hauwezi kumtumikia Mungu na utumikie shetani, ndugu yangu. Wakati shetani iko naona uko na vitu vyake kumwili, uko na mapambo kumwili, uko na vale mango za kubana, uko unatembea mubarabara, uko ndio naangusha wanaume wa watu kulingana na mivali yako mibaya. Uko nabeba vitu vya shetani, unabeba vitu vya Mungu. Haiwezekani mpendwa, haiwezekani. Muweke mafuta ndani ya taa, ndugu yangu. Muache kukua kama vile hao wanawali 5 ambao walikuwa wapumbavu, walikosa kuweka mafuta ya pembeni. Wanaona bwana harusi anakuja, njoo wanaanza lomba, wanaanza enda tafuta kuuza mafuta. Anza tafuta mafuta yako siku ya leo, ndugu yangu. Dada yangu, mimi nakusika upendo wa Kristo. Wewe ambao utakayesikiliza video hii, anza weka mafuta ya kiba ndani ya taa yako. Jaza taa yako mafuta, weka na mafuta ya kiba pembeni. Mafuta ya kiba leo ni utakatifu, ndugu yangu. Utakatifu ndio mafuta ya kiba. Tafuta utakatifu. Tafuta Mungu anataka nini? Mungu anapendaka nini? Mungu anapendaka tufanye nini? Kusudi watu ambao watanyakuliwa, Mungu anataka wakwe watu wa namna gani? Mungu anapenda watu ambao wataenda mbinguni, wakwe watu wa namna gani? Ndugu yangu mpendwa, weka mafuta ya kiba ndani ya taa yako. Weka mafuta ya kiba. Usikiona kanisa lishanyakuliwa, njoo naanza kutafuta matengenezo, njoo naanza kutupa mapambo, unaanza tupa bimabijubi maereni vyote uko navyo mnyumba, unaanza tupa bimameshe vyote unaweka mnyumba, aseme njoo nataka kutubu. Ndugu yangu, tafananishwa nao wanawali 5 ambao walisikia kelele, walisikia bwana harusi anakuja, njoo wakakimbia aseme wanaenda uza mafuta. Usifananishwe vile. Usifananishwe vile na wale watu, ndugu yangu. Mama yangu, dada yangu ambao utakayenisikiliza, niko naongea na wanawake wenzangu, Nyeba mama mmekuwa mlango ya shetani kuangamiza dunia. Sieba mama siye na mimi ndachitia. Na mimi niko nachitia kwa sababu na mimi niko mama. Niko nachitia kwa sababu na mimi vitu vya shetani nilikuwa nabibeba. Vitu vya shetani nilikuwa nabipenda, lakini Yesu Kristo amenisaidia. Alinipatia akili, akanifungula macho. Blanketi yenye ilikuwa kwa macho yangu ikatoka. Nilikuwa nafikiri mapambo, aseme njoo kujipendeza. Kumbe nilikuwa napendeza wanadamu, lakini Mungu alikuwa ananistirikia. Mungu alikuwa ananiona ananisirikia mpendwa. Wewe ndugu yangu mpendwa, ambao unatia mabitu kwa macho yako, unatobola masikio na vala ekiereni, uko na vala bimaereni, unajiongezea bimaereni, unavala bima necklace, unatia sijo bimarangi midomo fasi yote. Mungu anapokuangalia anaangalia, mbona huyu mtu sikumumbaka hivi? Mbona huyu mtu sikumtengenezaka hivi? Maana yake uko na mkosoa Mungu. Ndugu yangu, kuna mkosoa Mungu. Unaambia Mungu, we Mungu jua nini akunipatia nywele za bahindi. Unaenda unauza kama njoo hizi hivi mameshe zenu za bei, mameshe za bei, plante za bei. Unaweka kukichwa. Wewe uko na fikiri unapendeza, lakini kumbe uko na beba mapepo we peke. Kwa nini hamwezi kujiuliza wapendwa, juu ya nini wanawake? Jua nini sisi wa mama wakati ya maombezi wa mama wanaangukaka sana? Kwa nini wa mama wanaangukaka sana? Wamama wanaangukaka sana kwa sababu wamama wana mapepo mingi. Mapepo ziko nyingi sana ndani ya wanawake.
Mapepo ziko mingi sana, sio wanawake. Wanawake tumekuwa mlango, shetani ameingilia. Shetani amepitia ndani yetu kuangamiza dunia. Shetani alikuwa anapitia ndani ya wanawake kupoteza wanadamu. Shetani amepata mlango ndani ya wanawake kuangamiza ulimwengu, wapendwa. Na tutaulizwa, ndugu yangu, wanawake tutaangamia, tutalia na kusaga meno. Mwanamke ambaye utakayenisikia leo, dada yangu utakayenisikia leo, mama yangu utakayenisikia, dada yangu utakayenisikiliza, ondosha vitu vinavyompendeze Mungu katika maisha yako. Ondosha vitu vinavyompendeze Mungu katika maisha yako, mpendwa. Haleluya, wapendwa, watu wa Mungu. Muondoshe vitu vinavyompendeze Mungu. Mutoshe vitu vinavyompendeze Mungu maisha yenu. Haleluya. Tusifananishwe na wanawali 5 ambao walikuwa wanaanza parapara, wanaanza kimbia, mtupatie kwa mafuta yenu, mtupatie kwa mafuta yenu. Wenzao wenye walikuwa careful, walikuwa wamejitayarisha na mafuta yao tayari, bakaingia na bwana harusi katika nyumba ile harusi ya Bwana. Watu ya Mungu wapendwa, tuache ujinga. Wewe ndugu yangu ambao unajiita uko Mkristo, sasa ndugu yangu sijiulize kwanza, mie Ukristo yangu, manake mimi naendaka tu kukanisa kuomba tu na kurudia? Ukristo yangu ni kuenda tu kukanisa kuomba na kurudia? Mkristo mwenzangu haupashe kuwa vile. Mkristo ni mtu mwenye unaenda kukanisa, unajua mimi niko naenda kukanisa, mimi nataka nikuwe karibu na Mungu, nataka nikuwe karibu na Kristo, nataka nikaribie Bwana wangu Yesu Kristo, nimpendeze Mungu wangu aliyeniumba. Nataka nimpendeze huyu Yesu Kristo mwenye alijitoa pale kumsalaba, akakufa kumsalaba kwa ajili yangu. Uingie ndani ya Ukristo na unajua kama mimi niko naingia ndani ya Ukristo kusudi nimpendeze Bwana Yesu Kristo. Acha kupendeza wanadamu, ndugu yangu. Wanadamu watakulipa nini? Wanadamu watakupatia nini? Wanadamu hawatakupatia kitu, ndugu yangu. Pendeza Yesu Kristo aliyemwanga damu yake kumsalaba kwa ajili yako. Pendeza Yesu Kristo aliyepigwa mkuki mumbavu kwa ajili yako. Pendeza Yesu Kristo ambaye alipigwa mijareti kwa ajili yako, akabeba ile mizigo yako yote, akabeba ile mateso yako yote, akabeba ile magonjwa yako yote. Umupendeze, usipendeze wanadamu. Mwanadamu atakusifia, ndugu yangu unapendeza, unapendeza, uliweka ile mamesha kukichwa, unatia makeup, unatia kila kitu, unapendeza. Ndugu yangu haupendeze vile vitu, na njoo fimbo yenye itakupiga kuzimu. Vile vitu ni fimbo yenye itakupiga kuzimu, mpendwa. Haleluya. Maandiko hapa yanatuambia aseme, tukeshe tujue siku bwana harusi atakuja. Tukeshe ndugu yangu. Ndugu yangu, jifundishe kukesha. Jifunze kukesha ndugu yangu. Kukesha ni kutafakari neno la Mungu usiku na mchana. Kukesha ni kutafakari maneno ya Mungu kila siku. Ujiulize, mimi ni kwa nini niko Mkristo? Kwa nini mimi naombaka Mungu? Naombaka Mungu kusudi niende mbinguni. Naombaka Mungu kusudi nijue maneno ya Mungu. Naombaka Mungu kusudi nitembee mu presence ya Mungu. Nitembee nimpendeze Mungu. Haleluya, wapendwa. Maandiko mengine yanatuambia aseme, watakatifu wenye wako kudunia ndio Mungu anapendezwa nao. Wakati Mungu anaangalia, wewe unajikana, unakatala vyote vya dunia. Unasema mimi hii mapambo tangia leo mimi natupa. Mimi hii masherehe vyote tangia leo mimi navitupa kwa ajili ya Kristo Yesu. Unabakia tu uko tu unajikosantre kwa neno la Mungu. Unajikosantre. Mkristo wa kweli ni wa kusoma Biblia kila siku. Mkristo wa kweli ni wa kwenda mbinguni. Ni wa kusoma neno la Mungu kila siku. Ni kuomba kila siku. Maandiko yanatuambia tuombe pasipo kukoma. Maana adui yetu shetani iko nazunguka kama simba, anataka mtu amumeze. Sasa ndugu yangu, usipokuwa nasoma neno la Mungu, utajua kweli na nini? Soma maandiko. Usikuwa na ngoja kusomee kukanisa. Kukanisa habasomake, kukanisa kuko vitu vya basomake. Maandiko za mingi kukanisa habazisomake, mpendo. Wewe kichunga aseme kukanisa ndio utapata kweli, hautaipata kukanisa. Hautaipata. Mie nilizaliwa mkanisa, nikakomalia mkanisa, lakini nilikuwa mfuata. Nilikuwa naendaka tu na kurudia basi. Haleluya. Maandiko yanatuambia aseme tukesha tujue siku bwana harusi atakuja. Isikifika ile siku ya unyakuo njoo naanza tu Yesu nisamee. So nasikia maradio zinaanza tangaza. Aseme watu walipotea, watu wote walipotea, watoto wa bebe wote walidisparaitre. Njoo nakumbuka unyakuo ile, manake kanisa lishanyakuliwa. Kuwe Mkristo mwenendaka mkanisa, hii kitu tutaitambuaka.
So utasikia wanaanza visema, wote watajuaka kama ni unyakuo, lakini kwa pagani hawatajuaka ni nini. Batakia bijua nyuma wale baroko lebe walikuwa naombaka, walikuwa wanasemaka seme Yesu atabanyakula, Yesu atabanyakula, manake ndio maana wamepotea, wameenda. Lakini kwa wewe mwenda mkanisa utajuaka Yesu Kristo ashanyakula ba Kristo. Manake nimebakia. Unaanza tubu. Yesu nihurumie. Unaanza kabata ile masheni, unavitupa, unaenda mkabati yako natosha, unatupa vile maplante vyote natupa, ile mapantalo vyote vinalisha mgarderobe yako vyote natupa. Ndugu yangu itakuwa ni nyuma. Itakuwa ni nyuma ndugu yangu. Utafananishwa na wanawali 5 wapumbavu ambao walisikia bwana harusi haiko kumulango, njoo wanakimbia wanaenda uza mafuta. Bakachelewa. Na wewe ndugu yangu usichelewe mpendo, usichelewe. Usichelewe ndugu yangu. Usikie kanisa limenyakuliwa njoo unaanza tubu. Usikie kanisa limenyakuliwa njoo unaanza tupa mameshe, maereni, masheni, unaanza tupa masuruali ndugu yangu. Hata kama ukivitupa hiyo siku, hata kama ukilia na kuomboleza hiyo siku, hiyo kilio chako itakuwa ni nyuma. Kile kilio chako kitakuwa kimechelewa. Utakuwa umechelewa ndugu yangu. Anza omboleza sai. Anza omboleza sai. Anza tupa vile vyote venye vipendeze Mungu. Anza vitupa mpendwa, vitupe. Chagula vitu vyote mnyumba, manguo zote zenye hazipendeze Mungu. Tupa. Sisi tulitupa mpendwa. Nilitupa kila kitu, ni masuruali, manguo za kubana, masheni, maereni, maperike, maplante, vyote makeup vyote nilitupa. Na we tosha uchafu yote ndani ya nyumba yako na umulilie Kristo akusamee. Usikie fika ile siku ya unyakuo sasa ndio utaanza vitupa na kutubu. Utakuwa umechelewa ndugu yangu. Haleluya. Utakuwa umechelewa. Utakuwa umechelewa ndugu. Utalia kilio cha kuchelewa. Haleluya. Tunaendelea, tunafika kwa 13 hii. Bwana Yesu asifiwe. 13. Tuendelea hapa kwa 14 tusikie. Wakati huo itakuwa kama mtu mmoja aliyetaka kusafiri ng'ambo. Aliwaita watumishi wake, akawakabidhi mali yake. Alimpa kila mmoja. Asema hiyo wakati itafananishwa kama vile mtu ama tuseme patro mwenye alikuwa anataka kusafiri. Akasema sasa hivi mimi nataka safiri. Hizi pesa zangu nizifanye nini? Acha nizigabulie watu, nikutane watu watumike amo, nikie kutana mariba, bakie weka mariba ndani, waweke faida ndani. Kadiri ya uwezo wake. Mmoja fedha talanta 5, mwingine talanta 2. Mmoja akampatia talanta 5, mwingine talanta 2, mwingine talanta 1. Kisha akasafiri. Kisha kaenda, akasafiri. Akisha gabula hizo pesa vile, akasafiri. Anajua kama mimi hapa mimi naenda, kurudi kwangu ndakutana hizo pesa zangu zimezaa. Ndakuya kutana hizo pesa zimezaa. Haleluya. Mara yule aliyekabidhiwa fedha talanta 5 akafanya kazi nazo, akapata faida talanta 5. Yule mtu ambaye alipewa talanta 5 akafanya kazi na zile pesa zikazaa ingine 5. Nasikia mpendwa. Hali kadhalika na yule aliyekabidhiwa talanta 2 akapata faida talanta 2. Yule ambaye alikabidhiwa 2 na akapata ingine 2. Lakini yule aliyekabidhiwa fedha talanta 1 akaenda akachimba shimo ardhini, akaificha fedha ya bwana wake. Unasikia? Yule ambaye alipewa talanta 1 akakamata, akachimba shimo, akaweka ndani ile pesa. Baada ya muda mrefu yule bwana alirudi, akaanza kukagua hesabu ya matumizi. Ule bwana baada ya muda mrefu huyo bwana akarudi, huyo bosi akarudi, akaanza kukagua sasa. Mulete sasa pesa zangu hapa na mulete na faida, mapato ya fedha yake. Mtumishi aliyekabidhiwa fedha talanta 5 akaja amechukua talanta 5 faida. Unasikia? Yule ambaye alipewa 5 akaleta nyingine 5 ya faida mpendwa. Amwambia, Bwana, ulinikabidhi talanta 5. Hapa na talanta 5 zaidi faida niliyopata. Bwana wake akamwambia, wewe ni mtumishi mzuri. Vema, mtumishi mwema na mwaminifu. Wewe ni mtumishi mwema, mtumishi mzuri. Nilikupatia talanta 5 unazalisha nyingine 5. Uko mtumishi mzuri. Mpendwa, sikiliza hili somo vizuri. Umekuwa mwaminifu katika mambo madogo. Nitakukabidhi makubwa. Aseme umekuwa mwaminifu katika mambo madogo, ndakukabidhi makubwa.
ufurahi pamoja na bwana wako. Aseme njoo ufurahi pamoja na bwana wako. Mtumishi aliyekabidhiwa talanta 2 akaja, akatoa talanta 2 faida, akisema, Bwana, ulinikabidhi talanta 2, chukua talanta 2 zaidi faida niliyopata. Bwana wake akamwambia, vema, mtumishi mwema mwaminifu. Umekuwa mwaminifu katika mambo madogo, nitakukabidhi makubwa. Njoo ufurahi pamoja na bwana wako. Lakini yule aliyekabidhiwa fedha talanta 1 akaja, akasema, Bwana, najua wewe ni mtu mgumu. Wewe huvuna pale ambapo hukupanda, na kukusanya pale ambapo hukutawanya. Niliogopa, nikaificha fedha yako katika ardhi. Chukua basi mali yako. Bwana wake nasikia huyu mwingine naye mpumbavu mwingine akakuja akasema, Bwana, nilijua kama wewe ni mtu mgumu sana. Wewe ni mtu mwenye unatafutaka faida kwenye hakuna faida. Niliona uko mkali sana. Nikaona hii talanta yako moja, nikaificha chini ya bulongo. Na hivi unakuja kamata pesa yako njoo. Kamwambia, wewe ni mtumishi mwovu na mvivu. Unajua kuwa mimi huvuna mahali ambapo sikupanda. Bwana akamutomboke, ule boss akatomboka akamwambia, wewe uko mpumbavu tena uko mvivu. Wewe unajua kama mimi navunaka kwenye sikuwekea. Na hukusanya pale ambapo sikutawanya. Ilikupasa basi kuiweka fedha yangu katika benki, nami ningelichukua mtaji wangu na faida yake. Basi mnyang'anyeni hiyo fedha mkampe yule mwenye talanta 10. Maana aliye na kitu atapewa na kuzidishiwa. Haleluya. Akamwambia, leta hapa fedha zangu. Mwenyeko na kitu na njoo atapewa na kingine. Manake ule mwenye alizalisha ule alikuwa na talanta 5, akazalisha nyingine 5, bana kamuongezea. Mpendwa, hili ni somo kubwa. Jifunze na wewe kwa ajili ya hili somo hapa ndugu yangu. Wewe ambao uko najiita uko Mkristo, wewe ambao unajiita uko mwenda mbinguni, lakini kazi yako tu ni kuenda kanisani na kutoka, kwenda tu na kurudi. Ikifika siku ya Sunday unaenda tu kanisani na kurudi basi. Haujue mapaso mengine, haujue kama Mungu anapendaka watu beba naombaka, haujue kama Mungu anapendaka mwanasomaka neno, haujue kama Mungu anapendaka mtu mwenye anasaidia kama yatima na wajane, haujue kitu kingine kuhusu ufalme wa mbinguni. Wewe unajua kwenda tu kanisani na kurudi. Basi ndugu yangu utakuwa mtumishi mvivu. Batakwambia ondoka sikukujua. Wanakwambia ndugu yangu usifanye hiki, ni dhambi. Maandiko yanakatala tusivale mangoza hivi. Maandiko yanatuambia tusiharibishe mwili yetu. Tusitie mafuta za kuchugua mwili yetu. Lakini wewe unaendelea unasema bora wenu na nye vile ni bien. Unaanza kukashifu neno la Mungu. Unaanza kutukana neno la Mungu. Ndugu yangu jiangalie mpendwa. Jiangalie ndugu yangu, jiangalie. Usikuja kunyang'anywa, usikuja kupigwa. Wewe ambao ulipewa karama na Mungu. Mungu alikupatia karama tuseme ya kuombea watu. Mungu anaweka kazi ndani yako. Kama ni uimbaji aliweka karama ya kuimba ndani yako. Lakini wewe kazi yako tu ni kubakia tu. Huko tu unashinda tu mitandao. Huko naangalia sijui mapicha za namna gani. Haujali na Mungu. Haujali na kutafuta presence ya Mungu. Haujali na kutafuta utakatifu. Wewe kazi yako tu huko tu. Utaambiwa ondokeni sikujui. Yesu asifiwe. Tunaendelea na neno la Mungu. Maana aliye na kitu atapewa na kuzidishiwa, lakini yule asiye na kitu, hata kile alicho nacho kitachukuliwa. Na kuhusu huyu mtumishi asiye na faida, mtupeni nje gizani. Kuhusu huyu mtu aliye na kitu ataongezewa kingine. Na huyu mtumishi mpumbavu batamwambia mumuchukueni mumutupe nje kwenye giza. Jiulize sasa ndugu yangu, huyu mwe batatupa nje kwenye giza ni nani? Ni nani ndugu yangu kama sio ule mtu ambaye anakatala kutii maneno ya Mungu? Ni nani kama sio ule mwenye anakatala kutii sheria za Mungu? Ndugu yangu wapendwa, tujiulize. Kila mtu ajiulize, tunatembea njia za Mungu namna gani? Tuko tunampendeza Mungu ama tuko tunampendeza shetani? Sisi wa Kristo waenda makanisa, sisi wa Kristo ambao tulimwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, tujiulize tunatembea na Mungu namna gani wapendwa? Tutoke kwenye Ukristo wa kimwili watu ya Mungu. Tutoke kwenye Ukristo tu wa jina wa kinywa.
Tunabakilia tu ku Kristo ya kinywa tu wapendwa, Ukristo tu ya jina tu, watu ya Mungu. Tutoke ku Kristo ya jina tu. Tutembee ndani ya Ukristo ya kiroho. Tumpendeze Mungu. Tukitii neno lake lote, tukitii sheria zote zenye ziko humu. Hii kitabu hii ni neno la Mungu. Hii ni kinga cha Mungu hiki. Manake kumbe hivi vyote vyenye viko humu tunapaswa kuvitii mpendwa. Wewe usipotii vitu vyenye viko mwa hii kitabu hiki, ujue kama wewe sijui kama niseme nini ndugu yangu. Mkristo wa kweli ni wa kutii neno la Mungu. Mkristo wa kweli ni kutii sheria za Mungu. Haleluya. Tunaendelea. Kutakuwa na kilio na kusaga meno. Aseme batamutupa kwenye giza la nje, kule kutakuwa kulia na kusaga meno, watu wa Mungu. Wakati mwana wa mtu atakapokuja katika utukufu wake na malaika wote wakiwa pamoja naye, hapo ataketi juu ya kiti chake cha enzi kitukufu. Mataifa yote yatakusanyika mbele yake. Aseme mataifa yote yatakusanyika mbele za Mungu. Watakusanyika mbele za Mungu. Naye atawatenganisha watu kama mchungaji anavyotenganisha kondoo na mbuzi. Asema atatenganisha watu kama vile mchungaji anavyotenganisha kondoo na mbuzi. Atawaweka kondoo upande wake wa kulia na mbuzi upande wake wa kushoto. Asema ataweka mbuzi kondoo mkono ataweka kondoo mkono wa kulia na mbuzi mkono wa kushoto. Kisha mfalme atawaambia wale walio upande wake wa kulia, Njooni enyi mliobarikiwa na Baba yangu. Pokeeni ufalme mliotayarishiwa tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Aseme wale watu wenye kwa kwenye mkono wa kulia, watawaambia aseme, njooni watoto wangu, njooni mliotayarishiwa, mkule chakula yenu yenyewe mlitayarishiwaka. Ndugu yangu, ni banani wale? Ni banani wale ambao watakaribishwa na Bwana? Ni wale ambao walitembea msheria za Mungu. Ni wale wenye walitembea maneno ya Mungu, wale wenye walitii sheria zote za Mungu. Hapana, Wakristo wenyewe walikuwa na katala sheria za Mungu. Biblia inatuambia tusijipambe. Mnaanza sema achana na vile, mie Mungu hakuniitaka vile, mie Mungu aliniitaka tu gisi nilivyo, mie mnatumikiaka tu Mungu na mapambo yangu, mie mnatumikiaka Mungu, mie Mungu hayanikatazaka. Mungu hayanikatazaka mapambo. Unataka Mungu akukataze namna gani ndugu yangu? Maandiko iko hapa, wanatuambia tutii maandiko. Unataka Mungu abakataze namna gani? Watu ya Mungu, mbona masikio yenu inakuwa magumu sana? Mbona masikio inakuwa ngumu? Unachunga ufike kuzimu njoo uanze juta? Wenzetu bako kuzimu wako wanajuta, wako wanalia na kusaga meno wapendwa. Bako nalia na kusaga meno watu wa Mungu. Bako na juta, watu biko wanajuta kuzimu. Haleluya wapendwa. Bwana Yesu asifiwe. Tusichunge tuende kuzimu. Tusichunge twende tutupe kuzimu njoo tuanze kujuta. Juta saa hii tungali na neema watu wa Mungu. Tungali na neema. Parapande kilia tu basi neema inaisha. Mungu atatosha Roho wake Mtakatifu hapa kudunia. Na Roho Mtakatifu akitoka kudunia basi vinaisha. Vinaisha, hakuna tena vya kutubu, hakuna tena vya kujuta wapendwa. Haleluya. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Maana nilikuwa na njaa nanyi mkanipa chakula. Aseme maana nilikuwa na njaa mkanipa chakula. Ndugu yangu, wewe utajiuliza sema sasa mie Bwana nilimpatiaka chakula siku gani? Wakati unasaidia yatima na mjane, ni Bwana ndio anapatia. Bwana ndio anapatia ndugu yangu. Wakati unasaidia ule maskini mwenye hajiweze, ni Mungu ndio anapatia. Nilikuwa na kiu nanyi mkanipa maji. Aseme nilikuwa na kiu mkanipa maji. Mimi nataka hii fasi tuisome tu yote mpaka ku 31. Tuisome yote mpaka ku 31. Haleluya. Nilikuwa mgeni nanyi mkanikaribisha. Aseme nilikuwa mgeni mkanikaribisha. Nilikuwa mgeni mkanikaribisha. Haleluya. Tulishavuka. Tushafika ku 35. Nilikuwa uchi mkanivika. Aseme nilikuwa uchi mkanivika.
wakati unasaidia mjane, wakati unasaidia yatima, ule mwenye hana msaada yoyote, ukimpatia kitu, ukimsaidia, ni Mungu ndio uko unapatia ndugu yangu. Nilikuwa mgonjwa nanyi mkaja kunitazama. Aseme nilikuwa mgonjwa nanyi mkakuja kunitazama ndugu yangu. Wakati uko unaenda kutazama watu, unaenda kutazama watu wale wenye hawajiweze, unaenda kumwangalia, unamwachia kitu kidogo kwa hospitali, unaenda kumwangalia, unamuombea, unamwachia maombi, unamwachia hata na chakula kidogo, ni Mungu ndio uko unapatia. Haiko ule mtu ndio unapatia, unampatia Mungu. Nilikuwa gerezani nanyi mkaja kunitembelea. Aseme nilikuwa gerezani mkaja kunitembelea wapendwa. Hata wale wenye mko magereza, ukienda tu kumwangalia, unamwachia na kitu kidogo, na mwachia chakula kidogo, ni Mungu ndio unapatia. Hapo hao watu wema watamjibu mfalme, Bwana, ni lini tulikuona mwenye njaa nasi tukakupa chakula? Au ukiwa na kiu nasi tukakunywesha maji? Ni lini tulikuona ukiwa mgeni nasi tukakukaribisha? Au bila nguo nasi tukakuvika? Ni lini tulikuona ukiwa mgonjwa au mfungwa nasi tukaja kukutazama? Mfalme atawajibu, kweli nawaambieni, kila kitu mlichomtendea mmojawapo wa hawa ndugu zangu wadogo, mlinitendea mimi. Mnasikia wapendwa? Hapa ndio nilikuwa nataka tumalizie. Aseme kitu kenye ulifanyizia hao ndugu zangu wadogo. Manake ule mtu mweko mshida, ule mtu mwenye anateseka, ule mtu mwenye hana mbele hana nyuma, wakati unamsaidia wewe, unampatia njoo Mungu. Unampatia Mungu ndugu yangu mpendwa. Kisha atawaambia wale walio upande wake wa kushoto, ondokeni mbele yangu enyi mliolaaniwa. Asema atawaambia watu wenye wako mkono wa kushoto, aseme ondokeni nyinyi ambao mliolaaniwa. Na napowaambia vile, pale mnatupa kumoto, mnatupa kujenamu. Ndugu yangu mpendwa, najua siku za leo Wakristo wengi ambao ndio kuna watu ambao wanakuwa na roho za kutoa. Najua Wakristo mengi leo wanajua kabisa kutoa, kujitoa zaidi, kusaidia mayatima, kusaidia wajane, kusaidia wa maskini. Watu mengi wako nafanya ile kazi. Lakini tena kitu kingine mpendwa, unapofanya ile kazi ya kusaidia mayatima, unasaidia wajane, unasaidia maskini, usiposafisha kwanza moyo wako, usipoishi sheria za Mungu, hiyo sadaka nayo haikubaliwe. Kwa sababu uko natupa tu maji. Ile sadaka uko naitupa maji, Mungu haikonte. Mungu hawezi kukonte hizo sadaka mpendwa. Hata kama unasaidia wa maskini, hata kama unasaidia wagonjwa, hata kama unasaidia wajane, mayatima, usipoishi utakatifu ndugu yangu, hiyo sadaka yako haikubaliwe. Hiyo sadaka yako kunaitupa maji. Kitu kia kwanza ndugu yangu, unapaswa kwanza uishi maneno ya Mungu. Ishi maandiko. Unapoishi maandiko, alafu fuatisha sasa na sadaka yako. Sadaka yako. Maandiko yanatuambia mpende Bwana Mungu wako kwa roho yako yote, kwa akili zako zote na nguvu zako yote. Mnasikia? Ile ndio amri ya kwanza wapendwa. Hii amri na mimi nilikuwa siju wake. Ndio amri ya kwanza ile. Kusikwa mtu akukudanganya siku kwa amri ya kwanza zaidi ya ile. Ile ndio amri ya kwanza. Mpende Bwana Mungu wako kwa roho yako yote na akili yako yote na nguvu zako zote. Manake akili yako yote, mawazo yako yote, mafikara yako, unapaswa kunafikiria tu Mungu, fikiria tu maneno ya Mungu. Ujitafute kila dakika, kujitafuta. Leo nimeshinda namna gani? Leo nimekwaza nani? Nimemsengenya nani? Nimemkosea nani? Ukwe mtu wa kujitafuta na ukajikuta kama kuko kwenye ulikosea. Leo nilimwambia mtu fulani mbaya. Unamtafuta yule mtu, unamuomba msamaha. Leo nimesema vibaya na mtu fulani, unamuomba msamaha. Ndugu yangu unisamee ndugu yangu, nihurumie. Unatubu mbele za Mungu. Njoo kuishi utakatifu ile. Ogopa dhambi ndugu yangu, ogopa dhambi. Maandiko yanatuambia tuache hiki kitu na tunaacha. Maandiko yanatuambia tuache hiki kitu na tunaacha. Soma neno la Mungu usiku na mchana. Maneno ya Mungu yajae ndani yetu kwa wingi. Soma maneno ya Mungu usiku na mchana. Maandiko yajae ndani yako kwa wingi mpendwa. Maandiko yajae ndani yako kwa wingi. Kuwa mtu wa maombi, kuwa mtu wa kusoma neno. Mpendeze Bwana Mungu wako. Haleluya wapendwa. Basi siku ya leo tunaishia hapa ndugu zangu. Mungu awabariki wote ambao watasikia video hii. Mpendwa, neno hili si neno langu bali ni neno la Mungu. Tulitafakari mimi na wewe, ili neno tulitafakari,
tujiulize ili neno la Mungu tunaliishi. Tuko tunaishi neno la Mungu, tuko tunampendeza Mungu. Ndugu yangu, tutembee utakatifu. Haleluya. Watakatifu ndio watanyakuliwa. Watakatifu ndio watanyakuliwa. Wale bali wenye habana kwa atakatashi kadogo ndio watanyakuliwa bali. Haleluya. Mkristo akwenda mbinguni ni wa kujiosha usiku na mchana. Usilali na kikwazo ndugu yangu. Usilali na kikwazo. Maandiko mengine yanatuambia sema ukasirike lakini usitende dhambi. Unaweza sirika, mtu anaweza kukosea kwa sababu tuko na mwili. Mtu anaweza kukosea na kulumiza moyo, lakini usilale na kile kikwazo moyo wako. Jisikie kumfungula kuroho, jisikie kumsamehe. Kama ni kumpigia simu, mpigie simu, mwambie ndugu yangu hii shida yenye nifika, unisamehe na mimi nimekusamehe. Unavivuta kwa roho yako. Usilale na kikwazo. Usiko nafunga vikwazo mumoyo, usiko nafunga watu mumoyo. Ndugu yangu, hatujue saa wala dakika bwana harusi atakuya. Hatujue saa yenye parapande talia. Hatujue kanisa tanyakuliwa saa ngapi au siku gani au mwezi gani au mwaka fulani. Hatujue. Hapa kwenye niko naongea Bwana anaweza kukuya na kanisa tanyakuliwa. Hatujue. Ndio maana maandiko yanatuambia tukue tayari muda wote na wakati wote. Tutoke Mkristo wa kimwili. Wapendwa, tutoke Mkristo wa kimwili. Tuishi neno la Mungu, watu wa Mungu. Haleluya. Mungu awabariki wapendwa. Baba Mungu, katika jina lako Yesu Kristo, neno lako ni lile ambalo nimezoongea na watu wako Bwana. Bwana Yesu, tusaidie Bwana, neno lako lipate nafasi ndani ya mioyo zetu. Neno hili tulifanyie kazi, tulitafakari usiku na mchana. Mungu tusaidie Bwana. Ona kisi shetani amefunga masikio ya watu. Shetani ameiba mioyo za watu. Lakini Bwana, ninafungua kila yule ambaye alifungwa masikio. Ninamfungua kwa uwezo wako Kristo Yesu. Ninaomba Bwana umjaze uwezo wako wa moto. Ufungule kamba zote ibilisi alifunga masikio yake. Ufungule kamba zote shetani alifunga mwakili yake. Bwana, fungule watu wako ili waelewe neno lako. Mungu wasaidie. Bariki watu wako Bwana. Wagonjwa wote waponye. Mungu wasaidie kwa neema yako. Asante Kristo Yesu. Video hii naifunika na damu ya Yesu Kristo. Kila atakayesikiliza umubariki na umupatie moyo wa kushare, umupatie moyo wa kutumia wengine ili watu wako wote wajue neno lako na wasikie kweli yako. Asante Yesu kwa sababu utajitukuza. Mungu wangu jitukuze, Baba jitukuze, watu ni wako na neno ni lako. Ujitukuze, miujiza na maajabu yako yafanyike. Ninaomba na kuamini katika jina la Yesu Kristo Bwana Mwokozi wetu. Amina. Haleluya wapendwa. Mungu awabariki, tutakutana siku nyingine. Amen.